Hatari kubwa baada ya kujifunza sana si ujinga. Ni akili yako kuwa nzito kiasi kwamba huwezi tena kufikiria tofauti. Sura ya 5 ya kitabu cha Mastery cha Robert Greene ni daraja muhimu sana linalomtoa mtu kutoka kwenye hatua ya kuwa mwanafunzi mtiifu na kumpeleka kwenye hatua ya kuwa mtaalamu mbunifu. Greene anaanza kwa kutueleza kuwa baada ya kutumia miaka mingi kwenye hatua ya wanafunzi, the apprenticeship phase, ambapo ulikuwa unanyonya maarifa, kufuata sheria na kujifunza misingi ya kazi yako, unajikuta umefikia mahali ambapo akili yako imejaa taarifa nyingi, lakini inaweza kuanza kuwa nzito au mgando. Hapa ndipo hatari kubwa ilipo. Watu wengi huishia hapa na kuwa mafundi hodari tu, technicians, ambao wanafanya kazi kwa mazoea bila kuleta kitu kipya. Lakini mastery ya kweli inahitaji ujasiri wa kuingia kwenye the creative active phase, kipindi ambacho unapaswa kuanza kucheza na kile ulichojifunza. Ambapo hiyo ndiyo sura ya 5 ya Mastery. Karibu tuichambue pamoja. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Greene anasisitiza kuwa ubunifu si kipaji cha kichawi kinachotokea kwa bahati, bali ni matokeo ya jinsi unavyoitumia akili yako. Anazungumzia dhana ya the dimensional mind, ambayo ni hali ya akili inayoweza kuona vitu katika vipimo vingi. Wakati mwanafunzi anaona tu sheria za kazi, mbunifu anaanza kuona uhusiano uliopo kati ya sheria hizo na maeneo mengine ya maisha. Ili kufikia hali hii, lazima upambane na adui mkubwa anayeitwa neophobia, yaani hofu ya mambo mapya au hofu ya kuonekana mjinga. Greene anasema kuwa kadiri tunavyokuwa watu wazima na kupata ujuzi, tunapoteza ule udadisi wa kitoto, childlike wonder. Siri ya mastery katika hatua hii ni kuchanganya ule udadisi wa mtoto na ufundi wa mtu mzima. Unatakiwa kuwa na uwezo wa kuuliza maswali ya msingi kama kwa nini tunafanya hivi? Au je, kuna njia nyingine? Huku ukiwa na uwezo wa kiufundi wa kutekeleza majibu ya maswali hayo. Moja ya mambo yenye nguvu zaidi katika sura hii ni jinsi Greene anavyoelezea mchakato wa kutatua matatizo makubwa. Anasema kuwa ubunifu unahitaji the creative task, mradi ambao unakuvuta na kukupa changamoto inayolazimisha akili yako kufanya kazi kwa bidii zaidi. Katika mchakato huu, unapaswa kutumia mikakati kama vile kutazama vitu kwa mtazamo wa kinyume, negative capability. Hii ina maana ya kuwa na uwezo wa kubaki kwenye hali ya kutokujua au kuchanganyikiwa bila kukimbilia majibu ya haraka au ya mkato. Badala ya kufunga akili yako pale unapokutana na kikwazo, unapaswa kubaki wazi, openness, na kuruhusu habari nyingi zicheze kichwani mwako. Hapa ndipo dhana ya incubation inapoingia. Greene anasema kuwa mara nyingi suluhisho la tatizo gumu haliji ukiwa umekaza uso kwenye meza ya kazi, bali linakuja pale unapoamua kupumzika kidogo, kuruhusu akili yako ya chini, subconscious, iunganishe dots ambazo akili yako ya juu imeshindwa kuziona. Mwisho wa siku, sura hii inatufundisha kuwa mastery ni safari ya kuelekea kwenye uhuru. Baada ya kuwa mtumwa wa sheria kwa miaka mingi, sasa ni wakati wa kuzitumia sheria hizo kama malighafi ya kutengeneza kitu cha kipekee ambacho hakijawahi kuonekana. Greene anatoa mifano ya watu kama Wolfgang Amadeus Mozart na wanasayansi wakubwa ambao walifanikiwa si kwa sababu walikuwa na akili nyingi kuliko wengine, bali kwa sababu walikataa kuruhusu akili zao kuwa nzito. Walibaki na wepesi, ujasiri wa kufanya majaribio na uwezo wa kuunganisha mambo yanayoonekana hayahusiani. Ujumbe mkuu hapa ni kuwa ufundi wako unapaswa kuwa chombo cha kuelezea utu wako na maono yako, na si gereza la kukulinda usifanye makosa. Ili kuwa master, lazima uwe na ujasiri wa kuharibu kile ulichojifunza ili utengeneze kitu bora zaidi, ukijua kuwa msingi ulioujenga kwenye wanafunzi ndio utakao kubeba. Usiruhusu maarifa yako kukaa bure. Bonyeza subscribe na uendelee kusukuma mpaka kuwa master.